Juma Hamisi Faki. Chama cha Union for Multi-Party Democracy UMD, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Noti Mwajuma Mirambo, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Mashavu Alawi Haji. Na chama cha United People's Democratic Party UPDP, mgombea wa kiti cha rais alikuwa Mheshimiwa Twalib Ibrahim Kadege, na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Abdalla Mohamed Hamis. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, leo tarehe 1 Novemba 2025, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 41 ibara ndogo ya 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ikisomwa pamoja na kifungu cha 45 kidogo cha 9 na 10 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, tume ilimtangaza mgombea aliyeshinda uchaguzi wa kiti cha rais kwa kupata idadi ya kura 1,913,866 sawa na asilimia 97.66 ya kura 32,678,844 halali zilizopigwa. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tarehe 1 Novemba 2025, tuko hapa ili tume, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 57 ndogo ya 5 ya kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025, iweze kumkabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na hati ya kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi. Baada ya kusema hayo, na kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, naomba sasa msogee kwenye eneo lililoandaliwa ili niwakabidhi hati hizo. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Nasogea. Hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan wa Chama cha Mapinduzi CCM, kwa mujibu wa ibara ya 38 ndogo ya 1 na 41 ndogo ya 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kifungu cha 45 kidogo cha 10
cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, umechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Naomba sasa nikukabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hati ya kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Dr. Emmanuel John Nchimbi wa Chama cha Mapinduzi CCM, kwa mujibu wa ibara ya 47 ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kifungu cha 47 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, umechaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Naomba sasa nikukabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Brass Band. Na sasa viongozi mkiwa mmesimama hapo, inafuata zoezi la picha ya pamoja. Kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na viongozi wateule, Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Jacobs Mwambegele kukabidhi hati kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais kutoka Chama cha Mapinduzi na rais mteule, na kukabidhi hati kwa mgombea mwenza kutoka Chama cha Mapinduzi Dr. Balozi Nchimbi. Kinachoendelea sasa basi ni zoezi la upigaji picha ili kuweka kumbukumbu tukio hili ambalo limetokea katika viwanja vya ofisi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Wakati zoezi hilo likiendelea, tujikumbushe baadhi ya yaliyozungumzwa wakati zoezi hili likiendelea. Miongoni mwao ni kile kilichozungumzwa kwa niaba ya wagombea wengine wa urais kutoka vyama vingine ambacho kimewasilishwa na mgombea kutoka chama cha NRA Almasi Kisabi, ambaye amesema